الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, kama ambavyo tumeanza hotuba yetu kwa mara ya kwanza ikibeba unwani al-mawdhu' al-qayyim ambayo inazungumzia afatul lisan, madhara ya ulimi. Tukabainisha kwamba madhara ya ulimi, ndugu zangu, yapo mengi sana, hatuwezi kuyadondoa kwa mchana huu kwa kiasi ya nusu saa tukayamaliza. Tukasema yapo mfano kama al-ghiba, yote haya ni madhara ya ulimi. Ipo al-kadhibi, ni madhara ya ulimi. Iko as-sukhriya, ni madhara ya ulimi, maana utamwita mwenzako jina baya, utamkejeli mwenzako, wote utatumia ulimi. Sababu kama utamwangalia hivi tu hataelewa kila kutumia ulimi wako kutumia madhara yale, basi yatamkasirisha yule. Haya yote ni katika madhara ya ulimi, ndugu zangu katika imani. Ama kipengele ambacho tutakizungumzia sisi katika hiyo madhara ya ulimi, tutazungumzia al-kadhib, na tukabainisha kadri ambavyo tumebainisha. Ama katika hotuba yetu ya pili tutaendelea katika mwendelezo huo wa al-kadhib, ya uongo. Mfano, ndugu zangu katika imani, kuna madhara ya uongo katika shahada, kutoa ushahidi ambao si wa kweli. Ukasema kitu fulani amefanya hivi, kumbe ni kinyume na vile ilivyo, ili mradi kwa chuki zako, kwa uadui wako juu ya ndugu yako, ukatumia lugha ya uongo ili mradi yule mtu apate madhara, ambapo ni madhara katika ushahidi ambao si wa kweli, kama ambavyo imepokelewa hapa. Aliyoulizwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hili, akasema kuhusiana na al-kabairi, katika madhambi makubwa, hili nalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam al-kadhib akalijumuisha katika akbaru al-kabair. Akasema miongoni mwa madhambi makubwa al-ishraku billah, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Na sote tunajua madhara ya shirki, kwamba mtu endapo atakufa na shirki, basi hana toba mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama hakutubia akiwa hai, basi amekufa na ushirikina nao, huyu hana toba. Alafu akagusia kipengele kidogo, akisema washahadatu zur, na mtu kushuhudia uongo, kutoa shahada ya uongo juu ya ndugu yake, ili mradi ahakikishe ndugu yake anapata madhara, kwa ajili kwamba yeye tu anamchukia. Hususan kama mfano wa wanafunzi, mtu akazungumzia mwenzake uongo kwa walimu ili apate madhara, alafu yeye akishapata ile matatizo yeye anafurahi. Hicho kitu kipo, mtu anajua wazi kwamba huyu ndugu yangu hakufanya hichi, lakini kwa sababu huyu bwana tunachukiana, basi akaingiza kile, mwenzake akapata madhara, yeye akawa buheri wa afya, anasikia raha. Ndugu zangu, hili ni jambo baya. Vile vile uongo katika hata mfano wa mzaha, unafanya mzaha lakini ni wa uongo, huo utakana. Sababu na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta mzaha lakini wa haki, au mizaha yake ilikuwa ni kweli. Afanye mzaha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni kinyume chake, la, anafanya mzaha kwa kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, hata tunapofanya mzaha ili watu wafurahi, watu waone kwamba huyu anafurahi, anachangamsha genge, lakini kumbe kile tunachosema watu watafurahi, watacheka, lakini ni uongo. Elewa, hayo ni madhara ya ulimi ambayo tutakwenda kugharimu. Au kufanya uongo kama tulivyosema mwanzo kwamba katika biashara, katika bei, katika kuuza, kufanya rishi. Tunaambiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina alipita, akaona mama wafanya biashara baadhi wameweka unga. Mtume akatia mkono ndani chini, akamkuta kuna ametota. Akauliza, hii ni nini? Akasema, nipaka na mvua ndio imenifanya nifanye. Tunafanya kama ni kwa nini uwe chini alafu usiwe hapa juu, ili yule mfanya biashara mnunuaji aone kile kilichotota, lakini ameweka chini ili kuwaficha wale wanunuzi. Na hili tunambuni, janga hili ni kubwa sana.
Waweza kuona mchele hapa juu ni mzuri kabisa, umenyooka, akwambia usijua mahali fulani, usijua mahali fulani, ukatoka kwa kuamini kwamba nanunua kitu safi kutoka mahali fulani, lakini huko chini hapo kumbe ni michele aina tatu, yote imechanganywa pamoja. Hii yote ni ghishi, ndugu zangu. Hii yote inaingia katika kadhi, unamfanyia mtu kadhi, uongo. Kwa hiyo wale wanatufanyia ghishi sisi, ndugu zangu, si katika sisi Waislamu, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume anamwambia, kwa nini basi ule watoto usingeuweka huko juu? Hizi ndio hali za watu. Ndugu zangu, tukimalizia hotuba yetu tutazungumzia aqibatul kadhibi, mwisho wa uongo. Nini mwisho wa uongo, ndugu zangu? Mwisho wa uongo ni kitu kibaya sana, kwamba huu uongo ambao ni katika maafa ya ulimi unatuonyesha kwamba ni miongoni mwa alama za unafiki, kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotubainishia hilo, kwamba ni miongoni mwa alama za unafiki. Kutoka kwa sahabi jalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu anasema, hakika Bwana Mtume, rehma na amani zimshikie yeye, anasema ayatul munafiq thalathun, alama za mnafiki ni tatu. Mnafiki ambaye ni amali wa kimatendo ana alama tatu. Alama ya kwanza, idha hadatha kadhaba, anapozungumza tu basi yeye asemi kweli, anasema urongo, ambao ni katika maafa ya ulimi. Wa idha wa'ada akhlafa, na akitoa ahadi yeye mwenyewe kwa nafsi yake, kwa kuangalia mimi kitu hichi ninachotakiwa kitekeleze nikitekeleze kwa muda gani, akatoa mwenyewe muda, siku, wakati, lakini akakhalifu yeye mwenyewe. Hizo mwekee question mark, mwekee alama tusual, alama ya kufahamu kwamba huyu mtu si mtu mzuri, ana chembe chembe za nifaa. Na vile vile, ndugu zanguni, wa idha tu'mina khana, akiaminiwa basi yeye anafanya khiana ndani ya nafsi yake kwa kile ambacho ameaminiwa. Kwa hiyo leo kwamba huyu ni mtu ambaye ni nani? Ni nafiki. Na vile vile hakika huyo mtu nafiki anazuiliwa na Allah tabaraka wa taala neema ya uongofu. Ukiwa katika hali ya kupenda uongo, basi Allah anakuzuilia katika hali ya uongofu, unakosa uongofu. Kwa nini? Kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika hii sura Ghafir, asema inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab, kwamba Allah hamuongoi mtu ambaye ni musrif, mwenye kufanya israf, mwenye kufanya mambo ya kupitiliza, tena alafu ni kitu uongo sana. Allah hawezi kuiongoa kitu kama hili, hawezi kupeleka katika njia ambayo ni ya sawa. Kwa hiyo hata Allah tabaraka wa taala anamnyima uongofu katika masala mazima ya dini yake, masala mazima ya jamaa wake, kwa sababu ni mtu mbaya, ni mtu mwovu. Uzanguni, hii ni hali mbaya ambayo tukizoea ndio itatuletea madhara makubwa, na ndio ambayo imeleta madhara makubwa katika dini yetu hii. Ndio unaona haya majambo yaliyoingizwa hayawezekani kutoka katika hii dini. Kumbe ni mijambo ya uongo imeletwa na watu mazushi. Mfano leo katika jamii zetu masala ya 40, kila mtu mtu 40, ndio watu wamebeba kwa mashia huko. Unatoka kwa kusema kila siku naomba kuna 40, kuna 40. Mamilioni ya watu wanakwenda katika upotofu huo, na sisi tukachukua haya yote ni uongo, tumeyaleta katika majumba yetu, katika miji yetu, tunayafanya ni mambo mazuri, mambo ambayo ya kuthaminiwa sana. Hapo mtu kile utasikia kuna kitu kinaitwa 40. Hii habari tumetoa wapi katika Uislamu? Hakuna. Lakini ulimi wa watu walio na fasaha wameingiza. Ndugu zangu, haya ni mambo ya hatari sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala